Vipi Mtanzania, karibu sana katika chaneli yako pendwa ya Royal Television, sehemu pekee ambapo unapata taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau masimulizi ya kimichezo kila wiki. Mtanzania mwenzangu, cha kufanya wewe gusa alama ya subscribe hapa YouTube, lakini pia gusa alama ya follow pale TikTok, maana kote tunaachilia simulizi hii na simulizi zetu na taarifa ambazo tunaziachilia sisi kama Royal Television. Jina langu ni Emmanuel Pasco, unaweza kuniita mwenyeji katika ofisi za FIFA, utakuwa upetisha sana. Twende basi moja kwa moja tukaiangazia michezo mitatu muhimu iliyobeba hatima ya ubingwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Michezo mitatu muhimu ambayo imebeba hatima ya ubingwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezo wa kwanza ambao umebeba hatima kubwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao ni mchezo sio mwepesi, ni mchezo ambao ni mgumu, ni mchezo ambao lazima zitumike akili nyingi, mbinu nyingi, lakini passion kubwa zaidi ya kipaji. Wanasemaga passion over talent, yani msukumo zaidi ya kipaji. Ndio kitu ambacho kinahitajika katika mechi iliyoko karibuni, ambao ni mchezo mkubwa ambao Wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wenyeji katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambao watamkaribisha Mwananchi Young Africans katika mchezo huo. Sio mchezo mwepesi hata kidogo, kwa sababu ni mchezo ambao umebeba hatima kubwa kuanzia kwa Wekundu wa Msimbazi Simba katika kupunguza gap kubwa ambayo ipo, gap ya pointi 5. Gap ya pointi 5 sio ndogo hata siku moja. Pointi moja yenyewe inaweza kukusababisha kukosa ubingwa. Kwa hiyo pointi 5 ambazo anadaiwa Wekundu wa Msimbazi Simba kwa Wananchi Young Africans ni pointi nyingi zaidi. Kwa hiyo mchezo wa dabi ya Kariakoo na kuja kupigwa siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 ndio mchezo nambari 1 ambao umebeba hatima kubwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ili kutoa taji la ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Endapo kama mnyama atashinda, basi atakuwa amepunguza gap kutoka kuwa alama 5 na kuja kuwa alama 2. Atakuwa anadaiwa alama 2 ambayo sio mlima mrefu sana wa kuja kuzisawazisha au kuja kuipata sare au kuja kutoa nafasi ya kukaa kileleni. Kumbuka kwamba Wananchi Young Africans wako katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League ikiwa wamecheza michezo 19 wakiwa na alama 47, goal different 41. Jinsi gani ambavyo wamejiweka katika sehemu salama. Kwa hiyo mnyama Simba naye amecheza michezo 19 akiwa na jumla alama 42. Kwa hiyo unaiona gap kutoka 42 mpaka 47 ni pointi 5. Endapo kama mnyama akishinda, basi atakuwa amepunguza kutoka kuwa pointi 5 kuwa pointi 2. Na kama ikitokea asiposhinda mchezo huu wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Wananchi Young Africans siku ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026, basi itakuwa ameongeza gap kubwa. Mbele yake itakuwa ni alama 8. Alama 8 si gap ndogo kwa mnyama kuzifikia, au sio gap ndogo kwa Wananchi Young Africans kuendelea kukaa kileleni zaidi na zaidi. Kwa hiyo hii ni mechi nambari 1 ambayo imebeba hatima kubwa kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na tumeona jinsi gani walimu wamejipanga kwa ajili ya mchezo huu. Tumetizama kwamba katika ligi ya Muungano Cup ambayo imemalizika jana, robo finali, ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wakicheza dhidi ya Mafunzo FC. Tumeona jinsi gani mwalimu Steve Barker ameanzisha kikosi ambacho kilikuwa hakipati nafasi, wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, wachezaji ambao walikuwa wakitokea bench ambao hawajapata nafasi katika ligi kuu ya NBC, lakini michuano ya kimataifa wamekuja kupewa nafasi katika mchezo huo wa siku ya jana. Na sio kwa sababu tu kwamba wapate tu nafasi. Hiyo ni gia namba 2, lakini namba 1 na lengo namba 1 la mwalimu kuwapumzisha wale silaha zake za muhimu siku zote ambazo wamekuwa wakizitumia, kina Roshen Derek, kina Kagoma, kina Libase Geye, kina Selemani Mwalimu ambao yeye amekuja kuingia baadaye katika mchezo huo kwenye first 11 na siku ya jana. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tumezoea mwalimu akianza na kikosi fulani, siku zote tunashangaa kikosi lazima awepo mtu fulani ili mambo yote vizuri, lakini amezipumzisha zile silaha zake kwa sababu anaotizamia vyema mchezo wa siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5 2026 Mtanzania. Kwa hiyo hii sio mechi ya kitoto kabisa, ni mechi ngumu zaidi. Vile kwa Wananchi Young Africans, ana silaha zake ambazo lazima atazitumia na hakuzitumia katika mchezo wa hivi juzi, licha ya kwamba alisafiri na kikosi chake chote. Hata wale ambao walikuwa ni majeruhi, wale ambao walikuwa hawachezi, wote wamepata nafasi ya kusafiri na timu. Jinsi gani ambavyo mwalimu anaandaa kuanzia saikolojia za wachezaji wake kuelekea katika mchezo wa tarehe 3 ya mwezi wa 5 2026. Mtanzania mwenzangu, hiyo ni mechi ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sidhani kama kukosekana kwa Mudathiri haya katika mchezo huo haitakuwa na nafasi kubwa kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, labda kuinua motisha, kuinua vibe na kufanya matokeo yawe mazuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Wekundu wa Msimbazi Simba kutumia mchezo huo vyema wanaweza wakapunguza lile gap ambalo wamekuwa nalo. Kumbuka mchezo wa mwisho wa kukusana kwao ilikuwa ni sare ya bao 0-0. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunazidi kuona mabadiliko kwa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba pale wanapokutana na Wananchi Young Africans. Kwa hiyo tunategemea katika mchezo wa tarehe 3 labda watapindua meza au watakuja kufanya mambo
makubwa zaidi na zaidi. Sisi tusubiri kuona, siku zimebakia chache Mtanzania. Lakini mchezo mwingine ambao ni umebeba hatima kubwa pia kwa wekundu wa Msimbazi Simba katika kutoa taji la ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu 2025-2026 ni mchezo ambao utapigwa Mei 21 utakaokutanisha Coastal Union dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao utapigwa kule Mkwakwani. Kwa hiyo huu ni mchezo mwingine ambao wekundu wa Msimbazi Simba endapo ukitumia vyema wanaweza kufanya mambo makubwa na wakapunguza lile gap na wakashindwa na wakaweza kufanya vyema zaidi na zaidi katika kusubiri katika kulitoa taji la ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa hiyo huu sio mchezo mwepesi hata kidogo. Kumbuka Coastal Union na wao ni miongoni mwa wale waliochangia kwa wekundu wa Msimbazi Simba msimu jana kukosa taji la ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo sio mchezo mwepesi kwa wanapokutana Coastal Union na wekundu wa Msimbazi Simba, hasa mechi inapokwenda kupigwa kule Tanga. Lakini mchezo mwingine na wa mwisho ambao unabeba pia hatima kubwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania ambao utapigwa tarehe 6. Mchezo utakao kuja kupigwa tarehe 6 ya mwaka 2026. Mtazamaji wa Royal Television, kumbuka JKT Tanzania na yeye amecheza michezo 19, yuko nafasi ya 5, amecheza michezo 19 akiwa na alama 29 sawa na Singida Black Stars ambao tofauti katika magoli ya kufunga na kufungwa. Mtanzania kuna namna ambavyo kama isingekuwa hiyo goal difference basi labda angekuwa nafasi ya 4. Kwa hiyo si mpinzani mwepesi hata kidogo. Kumbuka alishakaa kileleni kwa msimamo huu kwa kipindi fulani mpaka Wananchi Africans walipomaliza mechi zao na kuja kukaa katika kilele. Kwa hiyo huyu si mpinzani mwepesi hata kidogo Mtanzania mwenzangu. Kwa hiyo hizi ni mechi 3 muhimu kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Endapo akipoteza mechi hata moja au mbili au zote 3 basi kutoa taji la ubingwa msimu huu ni jambo ambalo tunaweza tukasema tusubiri mwakani. Si jambo la kuwezekana kabisa kwa Simba kutoa taji endapo akipoteza michezo mmoja au miwili katika hii michezo mikubwa ambayo yuko nayo hivi karibuni. Lakini na wewe unaweza kupendekeza baadhi ya michezo mingine ambayo unadhani kama akipoteza Simba au akishinda Simba inaweza kumfanya katika msimamo wa ligi kuu ya NBC kuwa sehemu salama au kudondoka au kukosa katika nafasi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League. Lakini katika michuano ya kwenda kimataifa amejiwekea vyema kabisa, usalama ni mwingi, yuko nafasi ya 2, gepu alionayo kwake yeye na Azam pia ni lile gepu la pointi 5. Kwa hiyo si jambo dogo. Kumbuka hata na yeye akipoteza mechi basi Azam anaweza kumshusha kutoka pale alipo Mtanzania mwenzangu. Na hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo nimetamani nikusogezee siku hii leo kutoka Royal Television. Jina langu ni Emmanuel Pasco, unaweza kuniita mwenyeji katika ofisi za FIFA. Nikuombe usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Royal Television ili uweze kupata taarifa zaidi na zaidi tunazoziachilia kila siku. Lakini usiache kutufollow katika kurasa wetu wa Instagram na pia usiache kutufollow katika kurasa wetu wa TikTok. Tunafahamika kama Royal Television. Hadi wakati mwingine Mtanzania mwenzangu.